Hujambo, mimi ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News, na leo ikiwa ni Jumapili tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026. Karibu hapa tupitie tech na ujumbe wa Kwaresma. Kulingana na kalenda ya mwaka wa Kanisa Katoliki ulioanza tarehe 30 Novemba 2025, Jumapili ya kwanza ya Majilio na utakaoisha tarehe 22 Novemba 2026, Jumapili ya sikukuu ya Yesu Kristo Mfalme, tarehe 18 Februari 2026. Itakuwa ni siku ya Jumatano ya Majivu ambayo inaashiria kuanza rasmi kwa kipindi cha mfungo wa Kwaresma wa siku 40 hadi tarehe 5 Aprili 2026 tutakaposherehekea sikukuu ya Pasaka ambayo ni kilele cha ukombozi wetu kwa mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kawaida ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yaani Tanzania Episcopal Conference TEC, kutoa ujumbe kwa Kwaresma kwa Wakatoliki wote kila mwaka kabla ya kuanza rasmi kipindi cha Kwaresma. TEC inatoa ujumbe huu ambao Wakatoliki wote wanapaswa kuufuata, ukiwa ni mwongozo wa tafakari yao ya kuwaongoza katika kipindi chote cha Kwaresma. Kwa mfano, mwaka jana 2025, ujumbe wa Kwaresma ulikuwa simameni imara katika imani, Wakorintho 16 mstari wa 13. Na mwaka huu pia watautoa ujumbe wa Kwaresma kama ilivyo kawaida ya maaskofu wa Kanisa Katoliki. Naomba kutoa tahadhari kwa wale wote watakaovurugwa na ujumbe huo ujao wa Kwaresma na kuhusianisha na masuala na au hali ilivyo kwa sasa katika taifa letu. Ujumbe wa Kwaresma huwa unagusa maisha ya kiroho na kimwili ya Mkristo Mkatoliki, pamoja na ujumbe kusisitiza katika kusali, kufunga, kutubu, kutenda matendo mema na ya huruma. Ujumbe huu pia hugusia maisha ya kimwili ya Wakatoliki katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu, yaani kisiasa, kiuchumi, kijamii na kadhalika. TEC inawahimiza waumini wote wa Katoliki kujiepusha na dhambi pamoja na mizizi yote ya dhambi kama vile uasherati, ulafi, tamaa, uchoyo, uvivu, hasira, wivu, kiburi. Katika ujumbe huo, Wakatoliki pia hukumbushwa kuishi maisha ya fadhila za kimungu, imani, matumaini na mapendo. Pamoja na hayo, TEC katika ujumbe wake wa Kwaresma kwa waumini wa Katoliki huwasisitiza sana Wakatoliki kuishi maisha ya Kikristo na kueneza utume wa Kristo kwa watu wote, wakati wote, popote na kwa yeyote. Utume wa Mkristo Mkatoliki hauna mipaka. Mkatoliki awe kazini, awe na cheo, wadhifa au mamlaka kiutawala, bado ni Mkristo Mkatoliki anayepaswa kutumikia Ukristo wake, huku akitambua kuwa cheo chochote alichonacho sio kikubwa kuliko cheo cha Ukristo wake alichokipata kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Kwa Mkatoliki, Ukristo ni zawadi ya Mungu wetu. Mkristo Mkatoliki anafundishwa, kuhimizwa na kusisitizwa kuwa mkweli na kuushuhudia ukweli siku zote, maana Yesu Kristo mwenyewe ndiye njia na ukweli na uzima, katika Yohana 14 mstari wa 6. Tena anaamriwa kutenda haki, kudumisha upendo, kulinda amani, kutoa msamaha, kuwa mwema, mkarimu na kuwatendea matendo mengine ya huruma. Kwa mantiki hiyo, TEC wanapotoa ujumbe wa Kwaresma ambao unawagusa moja kwa moja wanasiasa, watawala au viongozi wenye nyadhifa serikalini au kwenye vyama vyao vya siasa, wanataaluma, wafanyabiashara, wakulima, bodaboda na kadhalika, anayelengwa huko ni Mkristo Mkatoliki. Na anapokemewa kuacha uovu, hafanywi hivyo kwa sababu ya cheo chake serikalini au kwenye taaluma yake au popote pale, bali anakemewa kwa sababu ya Ukristo wake, maana yeye ni Mkristo Mkatoliki kwa sakramenti ya ubatizo anayepaswa kuacha uovu na kutenda mema, na kama ametenda uovu anakumbushwa na kusisitizwa kutubu maovu yake. Na endapo ujumbe wa Kwaresma wa TEC kwa Katoliki utaonekana unawagusa moja kwa moja na watu wengine pia ambao sio Wakatoliki, basi julikane mapema kuwa ni kwa sababu maovu wanayoyatenda watu hao yana uhalisia wa moja kwa moja na yale ambayo TEC inawakemea waumini wake Wakatoliki wasiyafanye. Sio kusudio la moja kwa moja la TEC kuwalenga waumini ama waamini wasiokuwa Katoliki. Ikitokea vivyo, basi hiyo itakuwa ni coincidence tu, lakini pia ndilo jukumu la viongozi wa kiroho au kidini kukemea maovu kwa mtu mmoja mmoja.
katika familia, jamii, taifa na dunia kwa ujumla. Kwa kuyatambua hayo, wewe ambaye sio muumini Mkatoliki, utakapoguswa moja kwa moja na ujumbe wa TEC kwa Wakatoliki, ukae kwa kutulia ili ujumbe ukuingie, ukubadilishe na ukurudishe kwenye njia inayompendeza Mungu na wanadamu, badala ya kutumia muda mwingi kutengeneza propaganda, kuleta maigizo ya kutaka kuwavunja moyo na kuwakatisha tamaa viongozi wa TEC. Ukweli wa ujumbe wa neno la Mungu unaonekana maovu na unaokemea maovu, mauaji na dhambi nyingine hauwezi kupingwa kwa kuwachukia viongozi wa dini. Dawa ya dhambi ni toba ya kweli na kusudio la dhati ya kuacha dhambi. Ili Mwenyezi Mungu amsamehe mtu dhambi zake, ni lazima mkosefu huyo atakiri dhambi zake, ajutie, akusudie kutokutenda dhambi tena. Kumchukia anayewakemea watu wasitende uovu hakuwezi kuwatakasa watenda maovu hayo. Viongozi wa kiroho ni sawa na manabii ambao wanaleta ujumbe wa Mungu kwa njia ya vinywa vyao. Ujumbe wa Mungu huwa hauletwi kwa lugha ya kubembelezana. Mungu anapowatuma manabii wake kuleta ujumbe wa kuwataka waache uovu, uasi na wamrudie yeye, huwa anautoa ujumbe huo kwa lugha ya amri, lugha kali na yenye maonyo. Tusichukie dhambi badala ya kuwachukia wanaotuambia tusitende dhambi. Labda tumalize kwa kusema kuwa baada ya kuelewa hayo machache niliyoyasema, sitegemei wala sitamani kufikiri kama watu wataanza tena zile lawama zao kwa TEC kwa ujumla pindi atakapotoka na ujumbe wake wa Kwaresma. Hatutarajii watu kuzielekeza lawama na mashtaka juu ya Reverend Father Daktari Charles Kitima, katibu TEC, au malalamiko kwa mahakama ama malalamiko kwa Mwashamba Baskofu Wolfgang Pisa, rais TEC, au Mwashamba Baskofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu jimbo kuu la Dar es Salaam, na hata wale wazee wa kuzihesabu na kulinganisha idadi ya nyaraka na matamko ya TEC kwa kila awamu ya uongozi wa taifa letu. Tukae kwa utulivu kusubiri ujumbe wa Kwaresma wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania utakotoka kabla ya siku ya Jumatano ya Majivu itakayokuwa tarehe 18 Februari 2026. Jina langu ni Wilberforce Ngoto na asante kwa kufuatilia Force News, na tumepitia TEC na ujumbe huu ambao imeandaliwa vizuri na ndugu John Baptist Ngatunga. Kwa heri, naendelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Force News Tanzania, lakini pia kuendelea kutuandikia ama kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii kote huko Facebook, Instagram, X, Truth Social kwa anwani ya Force News TZ. Endelea kuwa nasi.